Taarifa zaidi ikiweza kunukuliwa kutoka kwa rais wa chama cha wanasheria wa Tanganyika TLS, wakili Boniface Mwabukusi amelaani vikali hatua ya jeshi la polisi na ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka wa taifa DPP kumkamata na kumfungulia mashtaka ya ugaidi makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo ambaye ni John Heche, akidai hatua hiyo ni kinyume cha sheria na inalenga kukandamiza demokrasia nchini Tanzania. Kupitia ukurasa wake wa mtandao wa X, Mwabukusi ametoa kauli hiyo akisema kuwa vyombo hivyo viwili vinamwaga petroli vikidhani vinazima moto kwa kumhusisha Heche na makosa ya ugaidi. Ofisi ya mashtaka ya taifa DPP na polisi kwa matendo yao wanamwagia petroli wakizani wanazima moto. Ni upuuzi kumtuhumu John Heche kwa ugaidi. Hali ya usalama sio nzuri, kuendelea na desturi zenu za kupika kesi ili kubambika watu, mnatia aibu taaluma na mnakera, ameandika Mwabukusi. Na istoshe, Mwabukusi amedai kuwa Heche alikamatwa na kuzuiliwa kinyume cha sheria na kwamba ni wakati mahakama kukataa kutumika kama kokoro la kutekeleza uhalifu dhidi ya demokrasia na kutaka polisi na ofisi ya DPP wadhibitiwe, akisema kuwa vyombo hivyo vinataka kulipua moto ambao hautazimika. Kiongozi huyo wa TLS amesema chama hicho kitatoa msaada wa kisheria kwa Heche pamoja na familia zilizodhulumiwa au kujeruhiwa wakati wa maandamano yaliyosababisha vifo na majeraha kwa vijana. Tuliwaonya kwa sauti, tukawafuata kwa unyenyekevu mkubwa na kuambia hawa vijana wa sasa sio wale ambao hatukureason, na niliwaambia kwamba halahala kidole ambacho kimeweza kuatia katika changamoto kwa chama hiki ambacho hivi sasa kipo kwenye msala ambao umeonekana kuwafanya Watanzania wengi waweze kuingia kwenye maumivu makubwa. Sasa akizungumza na Jambo TV Jumanne Novemba 4 mwaka 2025, wakili Hekimu Mwasipu ambaye ni mmoja wa mawakili wa Heche alithibitisha kuwa Heche alisafirishwa kutoka Dodoma hadi Dar es Salaam ambako anatarajiwa kufikishwa mahakamani kusomewa mashtaka yanayomkabili. Wakili huyo alitaja kosa la kwanza analotuhumiwa mteja wake kuwa ni kujihusisha na vitendo vya kigaidi kutoka Kimara mpaka Magomeni, na tuhuma ya pili inahusu kujihusisha na vitendo vya kigaidi maeneo ya Msewe na External, ambapo kiuhalisia wanasema kwamba kilichotokea na mpaka hivi sasa ni kwamba chama cha TLS kinaendelea kuhakikisha kwamba yote yaliyoweza kutokea kwa wao kama chama na wote ambao wameweza kuhusika kuhakikisha kwamba Watanzania wameweza kuingia kwenye maumivu ambayo yanaendelea kuwafanya Watanzania watengeneze pia mivujo ama kuendelea kutengeneza mustakabali ambao unaweza ukawatia mashakani mnamo ambapo watakuwa wameamua kufanya maamuzi magumu. Aliweza kumalizia kwamba anaendelea kuiombea nchi ya Tanzania na kumwombea rais kwa yote ambayo yameweza kutokea, lakini pia kuhakikisha kwamba anaendeleza awamu vizuri na kufanya Watanzania waweze kujivunia kuwa na yeye. Alizungumza rais wa TLS ambaye ni Boniface Mwabukusi. Sina la ziada, lakini cha msingi tuendelee tukutane kwenye upande wa comment.